Mkristo wa kweli hategemei kitu kingine chote zaidi ya maombi. Maombi ni kila kitu kwenye maisha ya kanisa. Maombi ni kuzungumza na Mungu. Maombi yanavunjwa kwa kudanganywa. Huwezi ukainua hatua moja kama hujamtegemea Mungu. Ni wakati gani Wakristo wanasimama kwenye maombi? Usidanganyike kudhania kwamba unaweza wewe mwenyewe kama hakuna maombi. Usijidanganye. Vita nyingine inakuja saa ambayo hudhani kama nipo katika vita. Ukiwa mwombaji, Mungu anajua kuna mtu anaomba, ana nafasi ya kulinda watu wengine kwa sababu ya yule mwombaji mmoja. Familia yako inapona ni kwa sababu mna kaka mkubwa anayeamka usiku anaomba. Na Mungu huangalia waombaji kwa jicho la tofauti sana. Kuna saa ya maombi ambayo Mungu anazuia vita kubwa ulionayo na hujawahi kuipigana, hujawahi kuiona. Ukiona Mungu anafanya kupitia kwako, mtukuze Mungu. Usijivune kwa sababu umejibiwa kwenye eneo la maombi. Mungu, wewe ni mwaminifu. Tumesogea tena tunapoanza Jumatano hii. Wewe Roho Mtakatifu ndio utakayetuongoza katika majuma 7 haya. Utufundishe kuomba na tukae kwenye maombi. Utuinue kadri upendavyo kupitia Roho wako Mtakatifu. Tujifunze kutoka kwako. Sema nasi kupitia kinywa cha mtumwa wako, na mtumwa wako yuko tayari kukubali kutumiwa. Na kama kuna mapungufu, nioshe kwa kaa la moto, unisafishe kama ulivyofanya kwa Isaya. Niinue kwa sababu ndivyo alivyofanya Yeremia, alikuwa ni mtoto mdogo tu. Nami nimeshuka ili Kristo Yesu upate kutukuzwa. Sema na kanisa lako na watoto wako tangu sasa na hata milele. Amen. Nimesema tutajifundisha kuhusu maombi, na mstari utakayetuongoza au mstari mama katika majuma 7 haya ni Yohana Mtakatifu sura ile ya 15 na mstari wa 16. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari ule wa 16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Amen. Wapendwa wangu, kwenye maisha tulio nayo hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. Kila mmoja amepungukiwa. Tunapata neema ya kuishi hivi tunavyoishi ni kwa sababu Kristo ametuhurumia. Kristo mwenyewe alibeba dhamana ya kutuombea, na kwa sababu hiyo tunaishi kwa kuombewa. Katika maisha haya tunayoyaishi, ukijitazama, mawazo yako, maneno yako na matendo yako hayakustahili kuwepo duniani, ila upo duniani kwa sababu Kristo alituombea. Na tunaishi kwa sababu tumebeba dhamana ya kuombewa. Na maombi yana maana kubwa katika maisha ya mwamini. Mwamini wa kweli hubeba dhamana ya kuomba. Mwamini wa kweli hategemei kitu kingine chochote zaidi ya maombi. Mkristo wa kweli hategemei kitu kingine chochote zaidi ya maombi. Maombi ni kila kitu kwenye maisha ya kanisa. Kabla ya anguko, Mungu alikuwa anazungumza na mwanadamu. Walikuwa wana fellowship. Mungu alikuwa na uhusiano. Alipanga muda na saa ya kuja kuongea na mwanadamu. Ilikuwa ni kawaida ya Mungu kuzungumza na mwanadamu, na mwanadamu ilikuwa ni kawaida yake kuzungumza na Mungu. Lugha yangu ni hii, maombi ni kuzungumza na Mungu. Lakini haya mazungumzo katika anguko la bustanini Eden, katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 8 hadi wa 13, andiko linasomeka hivi. Mwanzo sura ile ya 3 naanzia mstari wa 8.
hata ule mstari wa 13, Mwanzo 3:8 hadi 13, andiko linasema hivi: kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustanini, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya miti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Mstari 13, Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Fellowship, uhusiano ulivunjika. Nyoka alinidanganya. Maombi yanavunjwa kwa kudanganywa. Maombi yanaondolewa kwa kudanganywa. Fellowship inavunjika kwa kudanganywa. Mwanamke anatuambia nyoka alinidanganya. Huwezi ukainua hatua moja kama hujamtegemea Mungu. Huwezi ukapata usingizi kama hujamtegemea Mungu. Kuna wakati anakudanganya, anakuambia utalala salama. Kuna wakati nyoka anakudanganya, anakuambia utamaliza salama. Kuna wakati nyoka anakuambia una daktari bingwa atakutibia. Nyoka alikudanganya, ukaacha fellowship, ukaacha kumtegemea Mungu, ukategemea maneno ya nyoka aliyekudanganya. Mwinjilisti wangu wa Kifuru walipata msiba, wakasafiri wakaenda Moshi kwenda kuzika. Walipokuwa wamemaliza mazishi, walikata tiketi ya kurudi wakati wa jioni. Mchana wakala chakula kule Kibosho. Walipokuwa wamekula chakula tayari kwa ajili ya kusafiri, kile walikula wali, ubwabwa na nyama. Mwinjilisti akanaswa na nyama kwenye koo lake. Ilikuwa wanakula chakula waagane waondoke, nyama ikanasa. Wakahangaika wakashindwa. Kule Kibosho wakampeleka mawenzi wakashindwa kuitoa nyama kwenye koo, wakampeleka KCMC wakasema tutakupeleka theater, nyama imenasa kwenye koo. Wakati wanahangaika, mwinjilisti akanipigia simu akaniambia, mchungaji, nyama imenasa kwenye koo tokea saa 8 ya mchana haijatoka, sasa ni saa 4 ya usiku. Basi niliyokuwa na safiri nalo lilikuwa linaondoka saa 2 ya usiku. Madaktari wananipeleka theater, naomba maombi yako. Tukafanya maombi mafupi. Tulipomaliza yale maombi mafupi, madaktari wakamwambia, kabla kwenda theater, hebu tuangalie. Wakaingiza vifaa vyao, wakainasua ile nyama, ikatoka. Ilipotoka ile nyama, ikatoka na damu kwenye koo la mwinjilisti wa kwangu wa Kifuru. Wakamwambia, lakini hakuna madhara zaidi, sukutua tu. Alipomaliza kusukutua mwinjilisti, wakamweka dakika chache, wakamdischarge usiku ule ule. Mwinjilisti alikuwa aondoke na basi la usiku, akarudi nyumbani, akasema ngoja nijiangalizie. Akaondoka tena na basi la asubuhi, akarudi Dar es Salaam. Nyama ya ng'ombe inanasa kwenye koo. Nyoka alinidanganya. Ni wakati gani Wakristo wanasimama kwenye maombi
Hivi wakati gani Wakristo wanafanya sala? Labda kwa sababu una uwezo unakula nyama, labda kwa sababu una uwezo unaweza kusema kwamba navuta hewa, labda kwa sababu una uwezo unasema kwamba zipo tu. Lakini nataka nikwambie kuna vitu vya ajabu kabisa vinatokea. Kuna vitu visivyokuwa vya kawaida vinatokea, na unaweza ukanaso katika tanzi, kwa sababu nyoka alinidanganya. Usidanganyike kudhania kwamba unaweza wewe mwenyewe kama hakuna maombi. Usijidanganye. Hicho ulicho nacho unachodhania kwamba ni cha kwako sio cha kwako, kimeletwa kwa sababu kuna maombi, na vile vile kuna watu waliobeba dhamana kukuombea. Maombi washarika wa Segerea, maombi ndio msingi wa maisha ya kiroho. Kama upo duniani huna maombi, kama upo kanisani huna maombi, tegemea kwamba hicho ulichokuwa nacho ni kiburi tu, na kwa sababu nyoka alikudanganya ukavunja uhusiano wako na Mungu. Jana nilipata nafasi ya kuzungumza na dada mmoja yuko pale ndani gerezani. Ile habari iliniuma sana. Huyu dada alipata mwenzi wake na ameishi na mwenzi wake. Mwenzi wake ni mwanajeshi. Alimwambia mwenzi wake ya kwamba natamani nisome kwanza nimalize, kwa sababu wazazi wananisaidia ada, na we mwenzi wangu huna uwezo wa kunilipia ada. Mwenzake akamwambia, ukiacha hii nafasi ndio imepita, kubali nikalipe mahali kwa wazazi, hata kama sina uwezo wa kulipia ada, uwe mama wa nyumbani, au vinginevyo tuanze ushirika upate ujauzito. Binti akakubali kupata ujauzito. Nyoka alinidanganya ili alipewe ada na wazazi, akakubali kubeba mimba na akaficha ili wazazi wamlipie ada. Alipofika wakati ujauzito umekuwa mkubwa, wazazi walipogundua na kila kitu, yule kijana akaenda kujitambulisha, wakalazimisha kufunga ndoa. Alipofika wakati wa kujifungua, yule binti anajifungua, wiki mbili baadaye msichana mwingine, yule mvulana alimpa mimba pia, naye akajifungua. Watoto wakachana wiki mbili. Na baada ya kujifungua, mvulana hakusema, alianza harakati za michakato ya ndoa, akafunga ndoa. Binti kugundua kwamba kuna mtoto mwingine mwenye umri sawa na wake, ikawa too late, ameshaolewa, yuko ndani ya nyumba. Na mvulana anamwambia, mimi siku yoyote anaweza akakaa kwenye maisha yangu, sio lazima wewe, na mimi kwetu nataka niwe na wake wawili. Kwa hiyo wewe niliyekuwa kanisani na mwingine atabakia hapo. Nyoka alinidanganya. Watoto wale wakakuwa. Alipokuwa wale watoto, kazi ikawa ni shida. Huyu dada akaenda kuomba afanye kazi. Yule mwanamume akamfanyia utaratibu, akapata kazi. Huyu mwanamume alikuwa ni askari mwanajeshi, akafanikiwa kupata kazi, akafanikiwa kwenda depo JKT ili aajiriwe kama mwalimu, kwa sababu alikuwa na taaluma ya ualimu kutokana na masomo yake. Na amefika mahali alipomaliza, yule mwanamume akambadilikia. Watu walimwambia, akiwa mke wako amesoma, ana degree ya chuo kikuu na ana kazi ya ualimu, atakuwa na cheo kikubwa kuliko wewe. Kwa mwanamume akaanza kumnyanyasa huyu binti. Bahati mbaya aliporudi kwa wazazi, wazazi wakamkataa. Akamwambia, wewe umeshaolewa, tumekula mahali ya watu, urudi kwetu kwa utaratibu. Binti aliporudi kule, akamkuta yule mvulana ameshachukua yule mwanamke aliyezaa naye, kamweka nyumbani. Wakasuluhishana, akamwambia, mimi nimekwambia mnatakiwa muwe wanawake wawili ndani ya nyumba, kikubali kaa, kishindwa ondoka. Hata walipoenda katika mazungumzo na kila kitu na kesi na kila kitu ilipokuwa imefika mahali pagumu na kila kitu, huyu mwanamke akafika mahali akakubali kwenda kukaa nyumba moja na mwanamke mwenzake. Na mwanamke mwenzake akaamua kufanya biashara, akatoka akaenda kwenye biashara zake na maisha akaendelea. Huyo akabakia na mumewe, mume asiyempenda tena. Nyoka alinidanganya. Na baada ya kuishi katika mazingira namna hiyo, yule mtoto akakuwa, akalelewa pale nyumbani. Yule mtoto akabadilika tabia, akawa hampendi huyu mama. Mtoto akakuwa sana, akaanza kwenda kwa mama yake, huko anakwenda na anarudi saa 5, saa 6 na kadhalika. Anarudi kwa kuruka geti, anarudi kwa kuruka ukuta.
Siku moja wakati anarudi anaruka ukuta ulianguka ukamwangukia yule mtoto. Yule mtoto akapoteza maisha. Mume akasema aliyemuua ni yule mwanamke, mke wangu, akawekwa Segerea. Usijidanganye. Ukiona unatembea, ukiona unaishi, dumu sana katika maombi. Simama sana kwenye maombi. Vita nyingine huwezi kuiona, vita nyingine huwezi kuijua. Vita nyingine inakuja saa ambayo hudhani kama nipo katika vita, lakini maombi peke yake ndio anaweza kusababisha kwamba vita itokee na vita ipiganwe, lakini Mungu akulinde kwa sababu unasimama kwenye vita. Maombi. Sikiliza, baada hili anguko kiliinuka kizazi cha Seti, na hapo kwa mara ya kwanza Biblia inafafanua kuwa hapa ndipo yalipoanza maombi. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 26. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 26. Ninasoma Mwanzo 4:26. Seti naye akazaa mwana akamwita jina lake Enoshi. Hapo ndipo watu walipoanza kulitia jina la Bwana. Kwa hiyo maombi yalianza kwa Seti. Labda nikajifundisha vitu fulani, nikajifundisha mno katika Biblia. Kama maombi yalianza kwa Seti, kumbe Kaini na Habili walikuwa hawana maombi. Kama maombi yalianza kwa Seti, kumbe Kaini alipomwinukia Habili ndugu yake akamuua, ni kwa sababu Kaini hakuwa na maombi, Habili hakuwa na maombi. Kumbe sasa Seti anaanza kulitia jina la Bwana. Nisikize vizuri mwana Segerea, kuna kipindi ambacho Mungu anataka kuanza na wewe. Huko nyuma mlikuwa mnakwenda katika ukoo, mnakwenda katika maisha, kumbe Mungu alikuwa anatamani kuanza na wewe. Usijione kwamba katika maisha ya familia, katika maisha ya ukoo, katika maisha ya watu ambao mpo wengi, usidhania kwamba Mungu hawaoni, lakini Mungu anamtafuta mtu mmoja aanze naye ili awe sababisho la familia, ili awe sababisho la ukoo, ili awe sababisho la watu wengine. Mungu alianza na Seti. Seti akamzaa Henoshi. Henoshi akaanza kuwa mwombaji. Ukiwa mwombaji, Mungu anajua kuna mtu anaomba, ana nafasi ya kulinda watu wengine kwa sababu ya yule mwombaji mmoja. Sikiliza mwana Segerea, familia yako inapona ni kwa sababu mna kaka mkubwa anayeamka usiku anaomba. Familia yako inapona ni kwa sababu kuna baba mdogo anayeamka na kuomba. Familia inapona. Familia inapona kwa sababu yupo shangazi aliyebeba hiyo dhamana, ndio maana familia inapona. Familia inapona kwa sababu yupo mtoto mdogo aliyekwenda form 1 akapata neema akaanza kulitia jina la Bwana. Yule mtoto mdogo wa form 1 akawaponya nyinyi watu wazima kwa sababu ni mwombaji. Na Mungu huangalia waombaji kwa jicho la tofauti sana, na Mungu husimama na waombaji kwa jicho la tofauti sana. Mungu huwatunza waombaji kwa sababu ni lulu katika maisha, na kwa sababu ni lulu kwenye maisha, waombaji huwa wanakutana na vita ile ambayo nimeizungumza awali. Nyoka alinidanganya. Kuna mtu anainuliwa kwenye familia awe chanzo cha maombi, na anaweza akaambukiza watu wengine wakawa waombaji. Unakwenda wanasema kwamba fulani amekuja atatuongoza kwenye maombi. Nisikilize vizuri mwana Segerea, huwa ninasikia kwenye matangazo ya usharikani kwangu Segerea, kila Jumapili tuna tangazo hili: kina mama watakutana siku ya Jumatano kwa ajili ya maombi. Nataka nikwambie, watakakutana ni wale wale, wengine wako bize, wana mambo mengi. Wale wachache kina mama wanainua usharika kuliko unavyofikiri wewe. Wale waombaji wachache wanaosimama wanainua kina mama wenzao katika usharika kuliko unavyofikiri wewe. Yale maombi wanaomba wale kina mama yanaonekana kama tone dogo la watu ambao hawana labda kazi. Wale ndio msaada wako leo. Wanakutana kila Jumatano.
Na siku nyingine Jumatano ninauliza walikutana kina mama wangapi? Wanasema walikuwa watatu tu. Kuna siku nyingine nauliza walikutana wangapi? Leo walikuwa wako 14. Sijawahi kuona kama kina mama 50 wanakutana siku ya Jumatano kwa ajili ya maombi. Sijawahi kuona kama kuna mama 70 wanakutana Jumatano kwa ajili ya maombi. Ninajua akiwa wamekutana wengi watakuwa ni kina mama 20. Hao wanabeba dhamana kubwa katika kanisa. Hao wanabeba vitu vikubwa katika kanisa. Ni chachu ya mafanikio ya ushirika huu, hao kina mama wachache. Lakini kwa nini wengine hawana nafasi? Nyoka alinidanganya. Sikiliza vizuri. Maombi ni mkusanyiko wa mambo yafuatayo. Maombi ni sala, 1. Maombi ni dua, 2. Maombi ni maombi yenyewe, 3. 4, maombezi, 5, shukrani. Na haya ndio nitakayofundisha kwa siku 5 zitazokuja mbele. Jumatano ijayo nitafundisha kuhusu sala ni nini. Mungu akitupa neema, Jumatano nyingine nitafundisha dua ni nini. Jumatano nyingine nitafundisha maombi ni nini. Jumatano nyingine nitafundisha maombezi ni nini. Na Jumatano nyingine nitafundisha shukrani ni nini. Halafu nitarudi katika kuweka conclusion. Tutakuwa tumemaliza majuma yetu tunayakusudia kwenye eneo letu la maombi. Katika siku zijazo tutaangalia kipengele kimoja baada ya kingine. Lakini leo kwa sababu ninaweka msingi, nataka nizungumze muombaji ni lazima uambatane na moyo wa unyenyekevu. Muombaji ni lazima uambatane na moyo wa unyenyekevu. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 7. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 7 mstari wa 14. Maandiko yanasema hivi. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 7 mstari ule wa 14. Maandiko yanasema hivi: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Wanyenyekevu wanapoomba, Mungu anasikia sauti zao, anawasamehe, anairehemu na nchi yao. Kama anairehemu nchi, kwa nini asirehemu baba yako? Kama anarehemu nchi, kwa nini asimrehemu mama yako? Kama anarehemu nchi, kwa nini asirehemu watoto wako? Kama anarehemu nchi, kwa nini asirehemu familia yako? Mungu anasema ukiwa mnyenyekevu atasikia, ukitubu yeye atafanya. Unyenyekevu. Unyenyekevu sio ujinga. Unyenyekevu ni tunda la Roho. Unyenyekevu ni kujiona huna chochote unachokifanya kinachokustahili wewe mwenyewe. Unyenyekevu ni kuona vyote nilivyo navyo nimepewa na Mungu. Unyenyekevu ni kuona kwamba hata nikifanikiwa katika hatua mbili bado namtegemea Mungu katika maisha yangu. Mtoto wa mchungaji mmoja wapo kwenye dayosisi yetu alikuwa yuko Goma. Wakati wanajeshi wa M23 wakivamia Goma, huyu mtoto wa mchungaji alikuwepo. Alikuwa yuko ghorofa ya 3 na chini wamevamia maskari. Ghorofa ya kwanza walifanikiwa kuwaua watu wote. Ghorofa ya pili wakafanikiwa kuwaua watu wote. Wakawa wanapanda ghorofa ya 3. Wakiwa wanapanda ghorofa ya 3 na risasi zinapigwa,
wakatokea wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wakapambana nao wale maaskari. Wale maaskari wakakimbia wa M23 wakiwa wanaelekea ghorofa ya 3, wakamwokoa na mtoto wa mchungaji. Walipomuuliza, wewe ni Mtanzania? Akasema ndio, ni Mtanzania. Lakini ghorofa ya kwanza na ghorofa ya pili kuna Watanzania waliokuwa wapo na wameuawa. Hiyo ghorofa ya 3 akatolewa salama, akarudishwa kupitia Umoja wa Mataifa. Aliporudi hapa Tanzania, wafadhili ni Wajerumani, wakamshtaki yule mtoto wa mchungaji, kwa nini kaondoka? Haitakiwa bakie kule kule, kwa nini kaondoka? Na wakampa msukosuko mkubwa, arudishe basi fedha. Hao ni Wajerumani. Na binti akasema, niko tayari kurudisha chochote, kwa sababu alimwambia, kama utaweza rudi tena, kwa sababu bado tunahitaji ukaendelee kufanya kazi. Akasema, kwa hali niliyoiona sitarudi tena. Lakini kwa nini kapona huyu mtoto wa mchungaji? Aliponaje? Wanaipanda ghorofa ya 3 walizuiliwa na nini? Nisikize ndugu yangu, kuna saa ya maombi ambayo Mungu anazuia vita kubwa ulionayo na hujawahi kuipigana, hujawahi kuiona. Kuna saa ambayo watu wameomba kwa ajili yako, umeshakata tamaa sana moyoni mwako, lakini kuna watu wanaomba. Kuna watu ambao wanaomba usivyojua wewe, wanabeba dhamana ya maisha uliokuwa nayo na hujawahi kuona, hujawahi kujua, hujawahi kufikiri maombi yalivyo na nguvu katika maisha. Lakini muombaji ni lazima awe mnyenyekevu. Muombaji lazima ujifundishe kushuka. Muombaji lazima ujifundishe kusikiliza. Muombaji lazima ujifundishe kutulia. Maombi yanatakiwa utulivu, yanatakiwa unyenyekevu, yanatakiwa kushuka. Waombaji leo tulio wengi hatuna maisha unyenyekevu. Tumebeba saa nyingine mpaka utukufu. Nilimwombea yule, nilimwombea mimi, pale alipo ni mimi. Nataka nikwambie, Mungu huondoa kiburi, lakini Mungu humkuza mnyenyekevu. Nimekuwa na huduma miaka mingi, na kila wakati watu wamekuwa kinishawishi na kuniambia, tengeneza na video, tengeneza na YouTube, tengeneza. Namuuliza, unataka kuona nini? Tunataka kuona watu wanapoombewa wanavyogaragara. Inanisaidia nini? Wakati mtu anateseka, mwingine ni furaha yake kwa sababu anapata hela. Jifundishe katika maombi. Nimewakataza wakati mwingine mtu anakuja, tunafanya maombi hapa madhabahu, anasema nataka nichukue picha ili akishapona baadaye nimuonyeshe alivyokuwa. Inakusaidia nini kwenye maisha? Ukishachukua video tayari na kuonyesha kwamba kitu fulani kimefanyika, inakupeleka kiwango gani cha maisha yako ya kiroho? Jifundishe kunyenyekea. Ukiona Mungu anafanya kupitia kwako, mtukuze Mungu. Usijivune kwa sababu ya kile Mungu anachokifanya. Usijivune kwa sababu umejibiwa kwenye eneo la maombi. Katika eneo hili nimesema lazima uwe unyenyekevu. Kwenye maombi unyenyekevu ni mlango ambako funguo umezishika katika moyo wa unyenyekevu. Ukiondoa unyenyekevu ni sawa na mtu aliangusha funguo. Yesu mwenyewe alinyenyekea. Kunyenyekea kunaambatana na utii, na Yesu alinyenyekea katii mapenzi ya baba yake. Katika Luka 22:42 kuna maneno haya. Injili ya Luka mtakatifu sura ya 22 mstari wa 42 kuna maneno haya, ninayasoma. Luka 22:42 kuna maneno haya. Akasema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yako, si mapenzi yangu, bali mapenzi yako yatendeke. Sio kitu chepesi kujua mapenzi ya Mungu na kuyaomba na kudumu nayo. Tule wengi tunadhania mapenzi ya Mungu ni mepesi.
ni lazima akupe mkate na bluebendi. Ndio mapenzi ya Mungu. Kuna wakati wa mapenzi ya Mungu kunywa pakanga, kuna wakati wa mapenzi ya Mungu kunywa nyongo, lakini haisababishi uondoke kwenye mapenzi yake kama utakuwa unayajua kwenye maombi. Sio nyakati zote kwenye mapenzi ya Mungu ni nyakati za kucheka. Sio nyakati zote kwenye mapenzi ya Mungu ni nyakati za kuona kwamba unaelea. Kuna nyakati mapenzi ya Mungu yanasababisha utoe machozi, na bado yanakuwa ni mapenzi ya Mungu. Yakitimia katika maisha yako, yanakuacha katika mazingira yasiyokuwa ya kawaida. Yesu anatuonyesha anapotimiza mapenzi ya baba yake, mpaka anaomba, anasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Mungu amenyamaza kimya. Kuna nyakati ambazo Mungu ananyamaza kimya anapotaka kutimiza mapenzi yake, na kuna nyakati ambazo Mungu anakuwa kama hayupo wakati anatimiza mapenzi yake. Ndio maana Wakristo wale wengi utakuja, anakuja ofisini, mchungaji, nimekosea wapi? Mchungaji, wapi nimekosea? Kama ni sadaka ninatoa, kama ni maombi ninaingia kwenye maombi, tena naingia kwenye maombi ya mfungo, lakini haya mchungaji yanatokea wapi? Mlango huu niliofungua mlango gani? Nataka nikwambie, sio mapito yote unayapita kwenye maisha ukadhani umeanguka, ila kuna wakati Mungu anataka kutimiza makusudi yake kwako, na hayawagi rahisi. Kwa hiyo niseme kitu kitakusaidia. Mungu amekupa neema, umepata watoto, na Mungu akakujalia watoto wako wakawa wamefika utu uzima. Ghafla tu unaanza kuona watoto wako wanaleta vitu vya ajabu nyumbani. Ghafla unaweza kuona watoto wako wanaleta mambo ya ajabu nyumbani. Haimaanishi Mungu kakuacha, haimaanishi Mungu kakusahau. Watu wanakuona wewe ulivyo mwaminifu, ulivyo mwema, wanaangalia watoto wako, wanaona tabia zao na walivyo, wasiojua wanasema watoto wake wamemshinda. Haimaanishi hivyo. Ni kipindi cha kupita kujua mapenzi ya Mungu ni nini. Na saa nyingine unajaribu kuona kila kitu kinaenda sawa, kila kitu kinaenda sawa, ghafla kila kitu kinabadilika kwenye maisha, kila kitu kinatokea tofauti na unavyotaka wewe. Unataka kwenda kushoto maisha na kupeleka kulia. Usidhania kwamba unapelekwa tu. Kuna mapenzi ya Mungu anataka kutimizwa, kuimarisha maisha yako. Maombi yanaambatana na imani. Mathayo 21:22. Maombi yanaambatana na imani. Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 21 mstari wa 22. Ninasoma haya maandiko. Mathayo 21 mstari wa 22. Ninasoma haya maandiko. Na yoyote myaombayo katika sala, mkiamini mtapokea. Mkiamini mtapokea. Yoyote myaombayo katika sala, mkiamini mtapokea. Ni ngumu sana kushika misingi ya imani na kudumu katika imani kwenye eneo la maombi. Kila wakati nimekuwa nikawafundisha, nikishazungumzia swala la imani huwaga siachi kusema hizi habari. Kila nikizungumza swala la imani huwaga siachi kusema hizi habari za mwonyeshaji wa maonyesho aliyekuwa anafunga kamba na anapita juu ya kamba bila kushika kitu chochote. Anafunga kamba kutoka ghorofa hii, anafunga ile kamba mpaka ghorofa hii, na anatembea juu ya zile kamba bila kushika kitu chochote. Alipata mashuhuri sana huyu mwonyesha maonyesho hayo. Maonyesho yake yalijaza watu wengi sana, kwa sababu watu walikuwa wanatamani kuona. Siku moja akaamua kupanda ghorofa ya 6, akafunga kamba ghorofa ya 6, kutoka ghorofa moja kwenda ghorofa nyingine, umbali wa mita 100, umbali wa uwanja wa mpira. Akafunga. Tangazo lake likatangazwa, kamba ilikaa pale juu kwa zaidi ya wiki nzima. Watu wanapita wanajaribu kuona pale, nakata tiketi. Walikata tiketi maelfu kwa maelfu. Siku ya onyesho ilipofika, akapanda mpaka ghorofa 6, akachukua kipaza sauti, akauliza wale shabiki wake walikuja kumtazama, akauliza, mnaamini naweza kutoka ghorofa hii kwenda ghorofa lile? Wale wote walijibu, tunaamini.
Akawauliza tena mara pili, mnaamini ya kwamba naweza nikambeba na mtu nikavuka naye kutoka ghorofa hii kwenda ghorofa ile umbali wa mita 100 nikiwa nimembeba katika kifua changu? Akasema tunaamini, fanya haraka. Akasema kwa sababu wote mmesema mnaamini, nachagua mtu nitakayevuka naye. Kila mtu alirudi akakaa pembeni. Akampointi kijana mmoja akasema, wewe kijana njoo. Yule kijana akapanda, akafika pale akasema, mnaamini naweza nikapita na huyu kijana? Akasema tunaamini. Akamweka yule kijana begani, akatembea naye, akavuka zile mita 100 na yule kijana akawa yuko begani kwake. Mara baada ya kuvuka, waandishi wa habari wakamwendea. Hawakumwendea yule baba, walimwendea yule kijana. Walimuuliza, ulikuwa unategemea nini ulipowekwa begani ukakubali kuvuka pale? Ulikuwa unategemea nini? Yule kijana akasema, yule ni baba yangu, huwaga tunafanya mazoezi nyumbani, kwa hiyo kwangu mimi sio jambo la ajabu baba kuniweka na kuvuka naye, tunafanyaga mbona muda mrefu nyumbani. Sikiliza mwana Segerea, ukimwamini baba wengine hawataamini. Utasikia ndio tunaamini, lakini hawaamini kweli. Ila wewe ukimwamini baba akisema njoo nenda, akikuweka begani utavuka naye. Halafu watu watashangaa, ulivukaje pale wakati wengine hawezi kuvuka? Ulifanyaje pale wakati wengine hawezi kufanya? Imani katika maombi, vitu ambavyo haviwezekani, ukiwekwa begani na baba unavuka. Kuna wakati mwingine unapita katika mapito yasiyokuwa kawaida, ukubali kukaa begani, uvuke na baba. Lakini una mazoea na baba, umekuwa na taratibu na baba, umekuwa ukiishi na baba, ili useme leo ninavuka na baba. Wengine wanaposema upiti, unapita kwa sababu unafanya na baba kila wakati. Ukiomba ukiwa unajibiwa, ukiomba ukiwa unapewa, utakuwa na ujasiri wakati mwingine wa kuomba vitu vikubwa. Ukiomba ukiwa unajibiwa, ukiomba ukiwa unapewa, una nafasi ya kuvuka viwango vya kuomba, kwa sababu maombi yako unaona yanasikiwa. Ukiomba ukiona unajibiwa na kupokea, unafika mahali wengine unashangaa, kwa nini hawaombi? Je, hawaoni? Si kwamba hawaoni, si kwamba hawaombi, lakini umeona ya kwamba Mungu anafanya kwa ajili yako. Natamani wana Segerea wangekuwa wanajua thamani ya kusimama kwenye maombi, wakatambua kwamba vile vitu vichache wanavyoomba vinapokewa na Mungu na Mungu anawajibu. Wangelikuwa wanadumu katika maombi, wangelikuwa wanasimama katika maombi, kwa sababu kwa njia ya maombi Mungu anainuliwa, kwa njia ya maombi Mungu anatukuzwa. Maombi yaambatane na imani. Kukaa katika imani saa ya maombi ni shida. Ibrahimu baba wa imani na Sara mama wa imani, walipopigwa miaka 100, miaka 90, hakuna mtoto ndani ya nyumba yao, Mungu akamwambia, mnajua naweza nikawapa Isaka? Sara akasema ndio. Ndio unaweza. Sara anacheka. Malaika anamwambia, Sara mbona unacheka? Sara anasema, sikucheka mimi. Kuna saa ambayo unaweza ukakaa na watu, unasema tunaenda katika maombi, wenzako hawaamini unachokiamini wewe. Unapoomba wenzako wanacheka, ukikaa nao wanasema tuendelee tuna maombi, lakini ndani hawaombi pamoja nawe. Zakaria akawa naye anasubiri, akaingia kwenye maombi. Zakaria anafukiza, malaika akamtokea akamwambia, Zakaria utapata mtoto. Zakaria akacheka kule madhabahuni, malaika akampiga ububu. Kuna saa ya imani. Mungu anapoamua kufanya jambo lake, usipokubali unapigwa na faini, ili mradi kazi ya Mungu iweze kusimama. Sikiliza, maombi yaambatane na kuwasamehe watu wengine. Marko 11:25. Maombi yaambatane na kuwasamehe watu wengine. Marko 11:25. Biblia inasema hivi, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Mkiwa kwenye kuomba, jaribu kujifundisha kusamehe, jaribu kujifundisha kuachilia. Maombi yenye msamaha, maombi yenye kuachilia watu wengine
Mungu huthamini sana maombi ya namna hiyo. Usiende kwenye maombi ukiwa una roho ya magandamizo juu ya watu wengine. Usiende kwenye maombi ukiwa umewabeba watu. Usiende kwenye maombi ukisema kwamba hivi na huyu naye naweza nikaomba naye. Na saa nyingine umemskani mtu ukafika mahali ukasema leo tulikuwa kwenye maombi, nasema tu kidogo, leo tulikuwa kwenye maombi, eti na fulani naye kaja. Alipokuja tu nikajua maombi yameharibika. Kwa nini? Si naye kaja. Hivi humjui vizuri yule? Nikwambia habari zake. Unabeba habari za watu wengi sana kuliko kubeba habari za maombi ya maisha yako. Na unatembea na vitu vingi sana. Kwenye maombi usiangalie mtu gani yukoje. Mradi amekuja, pengine ndio neema ya Mungu inapita juu yake. Kwenye maombi omba kwa ajili ya mzigo uliokuwa nao. Ukifika mahali ukianza kuomba mpaka watu wengine na kuwatazama watu wengine, nakwambia hutaweza kuomba. Nisikilize. Nisikize vizuri. Huyu Mkristo aliyemwendea mchungaji, akamwambia mchungaji, kemea mchungaji. Watu wanakuja, tena kina mama wanakuja na nguo za ajabu sana kanisani. Wanavaa nguo za ajabu sana, na wakikaa pale mbele mchungaji ni kama wanakutega, ni kama wanataka kuangusha mchungaji. Mchungaji akasema, mbona mimi siwaoni kanisani? Sema mchungaji, wewe unatazama mama fulani wanakaa kile kiti cha mbele pale. Wakikaa alafu mchungaji, wewe huoni kweli nguo zao? Nimetamani hata nichukue kitenge na kuwafunika. Sasa mchungaji, mimi sioni. Sasa basi mchungaji, Jumapili nitakuonyesha. Akasema ukinionyesha Jumapili, kila ukinionyesha mama mmoja mimi nakupa laki. Waliokaa nakuja hivyo. Ikafika Jumapili, yule akaona mtu wa kwanza kaingia, kaenda kukaa pale mbele, akasema yes, nimekula laki. Akamwona wa pili akasema yes, nimekula 200,000. Alipomwona mpaka wamefika watu 10 akasema na milioni leo. Sasa naenda kumwambia mchungaji awaangalie wamekaa siti ya mbele. Alifika mchungaji akamwambia, mchungaji unaona? Sema mimi siwaoni. Sema si wale pana. Sema hivi unaona kweli? Sasa mimi naomba shika hii glasi. Mchungaji alijaza maji kwenye ile glasi mpaka juu, akamwambia itazame hii glasi, alafu zunguka na hii glasi. Maji yakidondoka toni sitakupa ile laki. Niletee hao watu kwa kuwashika, lakini hakikisha maji hayanguki kwenye hiyo glasi. Akashika ile glasi, akawa anaenda nao namna hii, anaenda nao ile glasi, anaenda nao ile glasi, akazunguka kanisa zima lina ile glasi. Akaulizwa, akarudi pale akasema, hujawaona? Asema na mimi sikuwaona. Kilichokuleta katika maombi kishike kuliko kutazama watu wengine. Na tulio wengi, badala ya kutazama glasi, badala ya kutazama maombi, tunatazama na fulani naye na fulani naye na fulani naye, na kuweka alama. Anaimbia na kwaya kuu, amekuja kwenye maombi, Mungu atusamehe tu, Mungu atu. Kwaya kuu nao wanaombaga. Hafu siku moja ukifika mbinguni ukiwakuta wao wapo, sijui utamwambiaje Yesu? Utamwambia wameingiaje hawa? Sijui, kwa sababu dhamiri ya mtu ya ndani huwezi ukaihoji kwa mambo ya nje. Maombi yanahitaji moyo uliothabiti. Yeremia 29:13. Moyo uliothabiti unahitajika kwa muombaji. Leo niishi hapo. Jumatano ijayo nitaanza kufundisha. Leo tumeweka utangulizi juu ya maombi, na leo muda wetu umekwenda sana. 1:00 sasa, karibu na nusu. Nitaruhusu watu wachache wenye maulizo tuingie kwenye eneo hili, na baada ya hapo tutatoa sadaka na kufunga ibada yetu. Mungu akipenda nitafundisha sala ni nini Jumatano ya wiki ijayo. Mungu atupe neema, nipate afya njema, niendelee kuomba. Mungu atulinde, atusaidie. Jumatano nifundishe kuhusu sala. Sala ni nini? Wanafanyaje sala? Kina nani walifanya sala? Kama kuna mtu mwenye ulizo nimkaribishe. Tunao muda mfupi, nitakaribisha watu 2 tu kama wapo.
Kama hakuna, muda wetu umetukimbia sana, tutatoa sadaka na kufunga ibada. Kama upo, nyosha mkono juu, tutauangalia na tutakuletea mikrofoni, tunufaike wote kwa pamoja. Kwa ukimya huu moja, kwa ukimya huu mbili, kwa ukimya huu tatu, kwa ukimya huu nne. Asante. Niwakaribishe kwa ajili ya sadaka. Tutapata nafasi wiki zinazokuja. Usisite kuuliza swali, tupo kujengana. Hizi Kwaresma nataka nikutoe. Ukiwa unataka kuinuka, njoo kwenye hizi ibada, utainuka, utapata nafasi ya kuuliza na utapata nafasi ya kujibiwa kulingana na mada ya maombi. Niwakaribishe sana, kila Jumatano tuweze kuwa pamoja. Tunaanza ibada zetu saa 12 kwa liturujia na baadaye tutaanza kupata somo letu. Kuna siku ibada itaongozwa na wanawake, watafanya utaratibu wa liturujia na baadaye tutaingia kwenye eneo la maombi, kwenye eneo la somo. Nikaribishe kwaya iliyoimba mwanzo kabisa, ilikuwa ni kwaya ya wanawake. Karibuni muimbe tukiwa tunatoa sadaka ya Jumatano ya Kwaresma.